Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Kuna vitu vyao viwili ambavyo tunakwenda kuviangalia kwa wakati huu. Jambo la kwanza ni ufafanuzi wa adhabu ambayo wamekutana nayo kutoka CAF, lakini jambo la pili ni mustakabali wa updates kuhusu kocha mpya. Yes, sasa haya mambo mawili, tukianza na hili la kwanza la adhabu ambayo wamekumbana nayo mpaka sasa. Tukumbuke kwamba na utaratibu wa kulipa uko vipi, yote inatakiwa tufahamu vizuri, sababu pia nimeona klabu yenyewe ya Simba wameweka jitihada za kuchangisha wana Simba kwa ajili ya kujinasua kutokana na hiki kifungo ambacho wako nacho. Katika adhabu ambayo Simba wako nayo, jumla wanadaiwa shilingi dola za Kimarekani 85,000 na 85,000 hii imegawanyika mara mbili. Adhabu ya kwanza ni ile adhabu ambayo ilitokana na mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry wa msimu uliopita, hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Adhabu ile ambayo CAF walistate kwamba kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuingia na flyers uwanjani kwa mashabiki, lakini pia mashabiki kuenda katika nyasi pale baada ya Simba kushinda kwenda semi final, watu waliingia katika nyasi kwa maana mashabiki katika pitch. Kwa hiyo wamepigwa hiyo adhabu ya kulipa fedha dola 50,000. Dola 50,000 ambayo wanatakiwa kuilipa kutokana na hiyo adhabu. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Lakini katika adhabu hiyo ya kwanza hiyo, pia kuna adhabu nyingine ya kutoruhusiwa kuingiza mashabiki katika mchezo mmoja ambao uko mbele yao. Sasa mchezo mmoja wa CAF ambao uko mbele yao ndio huu dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo situation iko hivyo kwa Simba na mchezo wa kwanza dola 50,000. Mchezo wa pili ambao wamehukumiwa nao ni mchezo wao dhidi ya RS Berkane, mchezo wa finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu jana ambao walichezwa Zanzibar kule, lakini tunafahamu kulikuwa kuna kadhia nyingi sana ndani ya ule mchezo, ikiwemo shutuma kubwa sana ambayo ilitolewa kwa waamuzi, vitisho vya waamuzi. Kuna clip zilikuwa zinatembea tukionyeshwa waamuzi wako chumbani, lakini kuna watu wanaonekana hata kuingia. Kwa hiyo imeonekana kama ni vurugu ambazo zimefanyika kwa namna moja au nyingine. Watu walikuwa wanarushiana sana maneno katika benchi mpaka kadi nyekundu kwa imetoka katika technical staff ya technical bench ya Simba. Kwa hiyo hizo kadhia na zenyewe zimewafanya Simba kupigwa faini ya kulipa dola za Kimarekani 35,000. Kwa hiyo jumla tunapata jumla ya 85,000 kwa maana ya 50 ya kwanza na 35 hii ya pili. Kwa hiyo hizo ni adhabu mbili na jumla sasa inakuwa dola za Kimarekani 85. Sasa kwa pesa za Kitanzania ndio hapo inacheza kwenye zaidi ya dola 200, zaidi ya Tanzania shillings milioni 200. Kwa hiyo ndio kiwango ambacho Simba wanatakiwa kukilipa. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Sasa utaratibu wa kulipa fedha za CAF uko aina mbili. Unaweza ukalipa fedha ya CAF kwa kuwa na cash, yani mmepata fedha cash, let's say Simba pale iamue kwamba hizi fedha ambazo tunadaiwa tumezileta hizi hapa, zichukueni ili wakate lile deni ili timu iendelee kuingiza mapato yake, au wakukate katika mapato utakayoyapata. Sasa mapato haya ni yapi? Simba msimu huu wa 2025-2026 ni kama imetokea hii adhabu, lakini upande wa pili kuna nafuu, kuna ahueni Simba wanaipata. Kwa nini? Kwa sababu katika hizi hatua za awali CAF, shirikisho la soka Afrika, Agosti 8 mwaka huu lilipitisha ongezeko la fedha kwa wale ambao watakuwa wakishiriki hatua za awali, hizi preliminary rounds. Miaka ya nyuma ilikuwa preliminary round haina fedha kabisa, baadaye wakaja kuweka dola 50,000, lakini msimu huu wameongeza kutoka dola 50,000 kwenda dola 100,000. Kwa hiyo msimu huu preliminary round zina dola 100,000, timu inapata hiyo fedha kwa ajili ya maandalizi, wakiwa wanafahamu CAF wanafahamu logistics ziko juu sana za maandalizi kwa timu. Na ndio msimu ambao tangu CAF wametangaza kuhusu pesa ambayo itatolewa ni dola 100,000 kwenye hatua za awali, ndio msimu ambao tumeshuhudia klabu nyingi zikishiriki
katika michuano ya CAF. Unajua kuna utamaduni huko nyuma klabu nyingine zinakuwa zishiriki, wanaamua tu kujiengua, sisi hatutoshiriki. Kwa hiyo ilikuwa inatokea, lakini msimu huu wawakilishi wamekuwa wengi sana. Kwenye Champions League kuna wawakilishi 62. Yes. Lakini katika kombe la shirikisho kuna wawakilishi 58. Kwa hiyo ukiangalia hiyo namba ndo namba kubwa zaidi kuwahi kutokea kwenye historia ya mpira wa Afrika katika uwakilishi wa ngazi ya klabu. Sasa namna gani Simba anaweza kulipa? Hatua ya kwanza ndio hiyo, kupeleka fedha. Hatua ya pili ni kukatwa kiwango chenu cha fedha ambacho ilibidi CAF wawape. Kwa mfano kwenye hii preliminary CAF wanaamua tu kwamba preliminary Simba mmecheza sawa, dola yenu 100,000 ipo, lakini tunadai dola 85,000. Kwa hiyo akakata ile 85 inayobakiwa anakupa mwenyewe, anakuambia hiyo endelea kufanya maandalizi. Kwa hiyo hiyo ahueni Simba anaipata, kwa maana kuna gawio linatoka CAF linakwenda kwenye club, kwa namna moja au nyingine linakwenda kupunguza machungu, kwa sababu hawako experience iko kipato kwenye miaka ya nyuma huko iliyopita. Kwa hiyo huo ndio ulipaji wa hizo fedha za CAF. Kwa hiyo ndio namna ambayo nataka nielezee, lakini nimeona Simba wanafanya jitihada za kuchangisha, maana yake mashabiki pia na wenyewe wajitoe, wa support. Ni utaratibu tu wa kawaida ambao nimeona mashabiki wakiwa wakifanya, hususan mashabiki wa Simba mara kadhaa wamekuwa wakijitoa katika mission za namna hii. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo nataka nizungumzie kuhusu mazingira ya hiyo adhabu ya Simba. Upande wa pili wa shilingi tunakwenda kuangalia juu ya mustakabali wa kocha mpya. So far kwa mujibu wa rada zangu ambazo zimefanya tafiti ya kutosha katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, katika wapembuzi ambao wanapembua CVs za kujua nani anastahili kuwa kocha kwenye kikosi cha Simba, CV zimetumwa nyingi za makocha wengi. Yes, mpaka leo hii asubuhi ilikuwa kuna zaidi ya CV 80. Zaidi ya CV 80 tayari zimeshafika katika meza moja kwa moja, kwa maana zile ambazo zimewafikia katika meza moja kwa moja, lakini CV zinaendelea kutumwa. Katika CV hizo hakuna CV ya kocha wa Tanzania hata mmoja. Yes. Sasa CV ambazo zimetumwa, kuna majina ambayo yanaonekana kupewa priority. Yes. Na so far tunapozungumza, miongoni mwa majina ambayo yanapewa priority kwenye kikosi cha Simba, mawili tayari tumeshayataja. Kwa maana ya kumtaja Ben McCarthy, tulimtaja miongoni mwa priorities, lakini mwingine ni Pedro Gonçalves kutoka Ureno. Hawa wanapewa nafasi. Mwingine ambaye anazingatiwa na CV yake kwa pale ni Alexander Santos. Yes, ambaye ni kocha yuko Morocco, nadhani kwenye kikosi cha AS FAR Rabat. Yes, kwa hiyo yuko huko, na kuna wengine mbalimbali. Sasa hao wengine nimeambiwa wako makocha 8 ambao ndo CV zao zinaonekana kuwa front zaidi, zinaangaliwa zaidi. Sasa nimefanya jitihada ya kutosha kujua katika hao makocha 8 wengine ni yupi na yupi, ili tuje kuangalia hapa kabla ya wenyewe kuchagua yupo atakwenda kumtambulisha. Lakini sisi tunayo nafasi ya kuangalia preempting, tukaangalia kitu gani ambacho Simba wanastahili, na kila kocha tutamwangalia kwa undani kabla ya kutangazwa. Lakini yupo kocha kutoka Afrika Mashariki. Good thing ni kwamba yupo kocha ambaye anatoka Afrika Mashariki, nimeambiwa nchi ya Uganda. Huyu anaitwa Mike Mutebi. Yes, kutoka Uganda. Ni kocha ambaye alifanya vizuri sana wakati wake akiwa na kikosi cha KCCA. Yes, wakati kuna KCCA alikuwa akifanya vizuri sana kwenye misimu takriban misimu 4 sasa nyuma, tangu alivyopita pale KCCA yake ya moto aliitengeneza. Ndio yeye ambaye alianza kuwa promote hawa wachezaji kina Alan Okello, wakina Mustafa Chiza. Yes, wengi walipita katika mikono yake. KCCA ya moto ambayo youth team ilikuwa chini ya Jackson Magera. Nelly ndo alikuwa na timu ya vijana ya KCCA, alafu senior team alikuwa ni Mike Hilary Mutebi. Kwa hiyo inaelezwa kwamba Mutebi naye ametuma CV yake ndani ya Simba. Of course amethubutu, na hatujui mambo yatakuwa vipi. You never know, kuna nafasi inawezekana akawa assistant au whatever, au akapewa timu pia, vyovyote tutakavyokuwa, lakini amejaribu kuthubutu. Lakini sijasikia kama kuna CV ya kocha kutoka ndani ya Tanzania ambaye kapeleka pale ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. So far tunapozungumza Simba katika mechi ya kimataifa, mpango ni ule kama ambavyo wamemtambulisha wenyewe, kama ambavyo tulibreak ile story hapa, ilikuwa ni exclusive. Tulizungumza hapa kwamba
ni Hemed Suleiman Morocco ndiye ambaye anakwenda kusimama katika bench. Katika ligi Matola atasimama, lakini katika bench la kimataifa anakwenda kusimama Hemed Suleiman almaarufu Morocco, anakwenda kuwa kocha wa Simba katika michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo mpaka sasa hivyo ndio vitu viwili ambavyo ningependa kushare, tufahamu na tuendelee kupata updates, na tutarudi tena hapa when it comes tumepata update nyingine, yes, tofauti na hizi ambazo tuko nazo. Lakini kutokana na hilo ni kusisitiza usisahau kusubscribe na usikae mbali na channel yako. Turn on notification, muda wowote ule tunaweza tukaja na taarifa nzuri zaidi kuhusu kocha wa Simba, kwa maana ya confirmed, kabla ya wenyewe kwenda kuiweka rasmi, na sisi tunaweza tukaja tukathibitisha kwa maana ambaye tayari amesha saini mkataba. Yes, hii ni Mzinga Sports.